ABC. Hili ni fursa nzuri sana ambazo sekta ya elimu imetia kipaumbele ili kuhakikisha wakati tunasherehekea Madaraka Day huwa tumekuwa hapa katika kaunti ya Wajir. Kwa majina yangu ninaitwa Shadrack Tanui, mimi ni chairman ama mwenyekiti katika vyuo vyetu vya kiufundi in Kenya. Kwa umbrella inaitwa Kenya Association of Technical Training Institutions. Indeed, tunashukuru serikali kwa sababu ya kutafuta na kuitilia manani umuhimu wa elimu katika agenda ya Madaraka Day mwaka wa 2026. Na kwa hakika TVET colleges tunafanya vizuri. Kwa miaka 3 iliyopita, miaka 4 hivi, tumeona mabadiliko mengi sana ambayo inazingatia kuhakikisha ubora wa masomo ya kiufundi katika nchi yetu. Na kwa sababu the theme of this year is education skills of the future, masomo, ujuzi na siku za usoni, ni muhimu sana tuhakikishe kwamba yale yote yanaendelea katika nchi yetu, vijana wanapatiwa fursa ya kipekee kuhakikisha wako na ujuzi ya kutosha. Pengine matarajio yako ni yapi kwa kiongozi wa taifa atakapotoa hotuba yake? Matarajio yangu kwa kawaida, ninapenda rais wetu kwa sababu hawezi kosa kutaja TVET katika mazungumzo yake, na kwa hivyo tunahakikisha vijana wetu wale tulio nao katika TVET siku ya kwa mwaka huu total imefika 837,000, na maombi yetu ni kwamba kitambo mwaka ipite tuwe tumefikisha 2,000,000. Kwa hivyo vijana wote walio manyumbani tuhakikishe tumeenroll katika vyuo vyetu vya TVET iliyo karibu na nyinyi kule Kericho. Kujeni Kericho Township TVC mahali nilipo, na tuhakikishe masomo inaendelea vizuri ili the Singapore story yenye president anasema kila wakati ipate kuwa real. We want to be a developed country and we cannot develop without the skills. Sherehe hizi zinafanyika mara ya kwanza katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya. Wewe unasema nini kuhusiana na hatua ya kuleta eneo hili? Ninafurahi sana. Kwanza tulipata kutembelea college yetu inayoitwa Wajir East TVC. Principal Mr. Aden anafanya kazi nzuri sana. Tumeona mavyuo vyetu pia hapa Wajir South TVC kiongozwa na principal wa Eldas, principal wa Lafay TVC, principal Ramu TVC, Wajir North TVC. Tunaona wanafanya kazi nzuri sana. Maombi yetu ni kuhakikisha kwamba vijana walio katika eneo hili la Wajir wajiunge na vyuo hivi. Wazazi tunaomba mutie maanani na msaidie principals wetu na vijana wetu waingie katika vyuo vyetu ili nchi yetu ipate kubadilika. Inaweza kubadilika kama masomo imeletwa hapa katika Mandera kwa the theme of Mandera. It is possible that the focus now is on education going to the future. Hali unaona maeneo mengine ya taifa hili barabara, maana kulikuwa na changamoto ya usafiri. Mimi nilitumia ndege kutoka Wilson na nikafika hapa nikitumia Renegade, na sasa naona nafurahi, lakini sasa nikiona barabara president anashughulikia, anazingatia miundo msingi ili nchi yetu ikapate kupitika kwa njia nzuri, na ninaona kwamba kuna matumaini. Serikali imeweka ajenda nzuri, na hata wenye kutengeneza mabarabara ni vijana wetu wa TVET, kwa sababu hiyo ni skill ambayo vijana wa TVET wanatumika, na hiyo ndio njia ambayo kusaidia nchi iendelee mbele. Ujumbe wako wa mwisho pengine kwa Wakenya ambaye anatizama kwa uhusiana tu na kukuza demokrasia na uzalendo wa nchi? Maombi yangu nikiwa hapa Wajir County ni kuomba sisi zote tuhakikishe kwamba masomo, vile Nelson Mandela alisema education is an equalizer, tuhakikishe tumetumia elimu kuleta umoja, kuleta upendano katika nchi yetu, kuhakikisha kwamba tukiendelea mbele nchi yetu iwe imara kwa sababu ya ujuzi, kwa sababu ya masomo, kwa sababu ya vijana, tukizingatia siku zenye zinatuletea faida na manufaa kwa 4.0 industrial era. Asante sana kuzungumza na KBC Channel 1. Ni mwenyekiti wa taasisi ya mafunzo ya kiufundi ambaye ukipenda TVET, ambaye anazungumza nasi na anasema kwamba Kenya tumepiga hatua katika kuhakikisha kwamba tunajumuisha masuala ya kiufundi na masuala ya elimu, hasa kwa wale ambao wameweza kutoka kwenye chuo mbalimbali ili kuweza kupata ile ujuzi. Kumbuka kwamba katika sherehe za Madaraka mwaka huu ni masuala yanayofungamana na elimu, ubunifu na maisha ya siku za halafu.